بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 17 min shahri Allah al-Muharram mwaka wa 1448 katika darsa ya risala muqaddimatun fi al-aqidati as-sahiha, tulikuwa tuendelea kutaja asbabu al-inhiraf an al-aqidati as-sahiha, sababu zilizopelekea watu kupinda kutokamana na itikadi sahihi. Tulitaja itikadi sahihi, tukayazungumzia mengi yanayofungamana masadiru talaqi al-aqidati as-sahiha, na walillahi alhamdu wal minna tukaona wepesi wa itikadi ya salaf. Natarajia kuwa upande wa kina mama tuko tayari. Tulitaja sababu ya kwanza katika kikao chetu cha mwisho, aljahlu bilaqidati as-sahiha, kwa miongoni mwa sababu zinazowapelekea watu wengi kuikataa haki na kuiwacha itikadi sahihi ni kutoijua hii itikadi sahihi, na kutoijua tu, bali mtu akaiwacha ile haki kwa kufanya upungufu wa kutoitafuta ile haki, na huyu ndiye anayelaumiwa. Ama yule ambaye hakupata sehemu ya kusoma, amejaribu kuitafuta haki hakuipata, huyu halaumiwi. Anayelaumiwa ni yule ambaye haki iko wazi mbele yake na hana muda wa kukaa chini kuitafuta haki. Sababu ya pili, ittiba'u du'ati su, na hii ni sababu miongoni mwa sababu kubwa sana zinazowapelekea wengi katika watu kutoifahamu na kutoijua haki, na ndio kutoifuata ile haki, kuwafuata walinganizi waovu, walinganizi wa batil, wanaolingania watu katika batil. Na walinganizi kama hawa leo wamekuwa wengi sana, hasa katika huu wakati ambao vyombo vya kueneza habari vimekuwa vingi sana. Bimaana ili mtu kuzungumza hahitaji kuwa hata msikitini mbele za watu au sehemu yoyote ile, bali akiwa chumbani kwake amekaa, aweza kukaa pale akaanza kueneza shubuhat kwa dunia nzima akiwa amekaa chumbani kwake, na akapata watu wasiojielewa wakamfuata, ikawa ni sababu ya wao kupotea. Hili ni jambo ambalo lipo leo katika asri tunaoishi. Walinganizi katika milango ya Jahannam, anayewajibu basi itakuwa ni sababu ya wao kumtumbukiza motoni, a'yadhan billah. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متوم صلى الله عليه وسلم يكون دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. متوم صلى الله عليه وسلم akieleza mambo yatakayotokea kwa wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa katika hii umma kutakuwepo watu walinganizi. Amewaita duat sababu ni walinganizi, lakini walinganizi hawa ala abwabi jahannam, wako katika milango ya moto wa Jahannam, walingania watu kuwatia motoni. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, mwenye kuwaitikia hawa walinganizi kwa yale wanaomuitia ya kuwapeleka watu motoni, basi watamtumbukiza ndani ya moto, iyadhan billah. Nani aweza kusadikisha kuwa leo aweza kukaa mtu ndani ya msikiti akawalingania watu kuomba maiti ndani ya msikiti, awaambia watu
huwezi wewe kukubaliwa dua yako mpaka upitie kwa fulani ambaye ni maiti au kwa watu fulani ambao washakufa. Nani anaweza kusadikisha kuwa ndani ya msikiti kulinganiwa shirkun akbar, ambayo ndiyo sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwapiga vita Makuraish? Hivi lau kama watu hao wangekuwepo wakati ule, kisha wakasimama wakawaambia watu kuwa dua zenu hazikubaliwi nyinyi mpaka mpitie kwa mabwana wakubwa fulani, usipoomba kupitia wale basi dua yako haikubaliwi. Wallahi namwambieni kitu kimoja, lau kama haya maneno angeyazungumza mtu wakati ule na Makuraish wasingempinga, sababu ndivyo wanavyofanya wao pia wasema hivyo hivyo, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa haula'i shufa'auna 'inda Allah. Ndio maneno Makuraish yale, hamna tofauti. Watu kama hawa wangelikuwa walingania wakati ule, basi Abu Jahal pia angewapiga kwa mkono wake kwenye maongo yao, akawaambia usijali, tuko pamoja inshallah, mambo yetu sawa sawa tu, hakuna tofauti baina yetu sisi na nyinyi. Lakini walipolinganiwa katika kuyawacha hayo, wakampiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini du'atun ala abwab jahannam man ajabahum qadhafuhu fiha. فقلت يا رسول الله, وذيف اسمع nikamwambia ya Rasul Allah, sifhum lana, hebu tuelezee sifa zao hao watu. Qala na'am qaumun min jildatina, ni katika watu wa ngozi zetu. Maana wapo wengine ambao ni Waarabu wazungumza Kiarabu, wayatakallamuna bialsinatina, kiona wazungumza kwa lugha ya Kiarabu mpaka ukaamini. Kuna watu wengine waona kikizungumzwa Kiarabu basi ile ni dini. Mpaka nakumbuka sisi kuna watu tukiwa wadogo wakisema kuwa nyimbo kama ya Kiarabu halali, kama nyimbo ya lugha nyingine ndio haramu. Kwa sababu ni Kiarabu ndio itakuwa halali. Lakini pia wapo wanaozungumza lugha zisizokuwa hizi, lakini asli yao ni hao. Na mifano munayo katika ahlul bid'ah min al-khurafiyin, ambao walingania watu katika batil wazi. Kuna watu washangaa, Dajjal ameandikwa katika bapa lake kafara. Kila muumini wasoma, anayejua kusoma asiyejua kusoma ataona alama hiyo katika bapa lake. Lakini huyu aliandikwa kafara kwenye bapa lake, ana wafuasi. Wale wafuasi watamfuata vipi? Nasema usiende mbali kwa Dajjal, Allah asitujalie kupata wakati huo. Lakini wewe angalia leo mfano wa yule Dajjal, hao madajjal wadogo wadogo wanaotoka katika asri hii, wapata vipi wafuasi hawa? Kuna klipu ya Umar bin Hafidh al-Khurafi hadha al-Hadrami, mshaiona yeye atoa macho kama kuna watu yuwaona nyinyi hamuwaoni. Sijui alikuwa yakusudia aona malaika ama amuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wale wanafunzi walipiga kelele, wapiga kelele pale, na yeye watoa macho akiaregesha chini, toa macho, ana macho atoa ile macho yake, kisha macho yaweza kupita hata ile miwani, yani atoa macho hivi kisha aregesha, toa macho akiregesha. Na kuna watu waamini kweli yule bwana yuwaona. Sasa ndio nauliza, Dajjal ana kazi gani kwa watu hawa? Ikiwa huyu akitoa macho tu hivi mwamuamini, je, Dajjal akisema mvua inyeshe ikanyesha na mimea itoke kwenye ardhi ikatoka, si mtasema huyu ndio wali mwenyewe? Karamat, kwenye karamat al-awliya zingegeuzwa, kwa sababu hawaangalii misingi ya kuwa ili hii iitwe ni katika karamat al-awliya. Mwanzo muangalie yukoje yule mtu katika Qur'an na Sunna kuzifuata. Lakini nasema usishtuke wewe na Dajjal atafuatwa. Hawa waliokoleo ambao ni uongo wao uko wazi kabisa, vipi watu wafuata? Kipindi nyuma kulikuwa na mzee mmoja maskini wa Kipakistani, kaja umra akajiziara ya Masjid an-Nabawi. Bwana mmoja akamvuta na video vile alivyovaa,
kavaa vile vilemba vya Kipakistani vikubwa vile, na sasa akitembea maskini kama yuatembea kwa sababu utu uzima ile, kama yuanguka huenda. Ile bwana akasema, angalieni huyu mzee atukumbusha maswahaba, yani vile alivyovaa na nini na ndevu ile na nini. Basi ile klipu ikaenea kila mahali. Nakumbuka mimi ikianza kuenea ile klipu, mimi nimeiona nikasema, angalieni, si ajabu huyu bwana akaja akaabudiwa huyu. Naombeeni kweli, si ajabu huyu bwana akaja akaabudiwa. Alhamdulillah, ile maneno hayakuanguka. Aliporudi kwao, kuna klipu mwingine nimeiona, watu wafunga foleni wataka baraka zake, na yeye aamini ana baraka. Yeye pia mbona watu wanaambia mimi labda ninazo kweli. Sasa yuanza kuwashika vitu vyao, papasa ni kuwa na baraka. Waonaje sasa akae mtu aseme qala Allah qala rasulu, aanze kupindisha maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallam anavyotaka yeye? Wangapi watamfuata? Wangapi watamfuata? Du'atun ala abwabi jahannam. Leo imekuwa wewe unayewalingania watu katika kumuomba Allah peke yake, kumwabudu Allah peke yake, wasimshirikishe watu na chochote, wewe uonekana wewe ndiyo muovu kabisa. Tunayemtaka ni yule ambaye atuambia tukipatwa na shida twende kwenye kaburi tukaombe. Huyo sawa, hana maneno. Leo ukikataza bid'a katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, waonekana wewe wafanya ghulu. Lakini yule anayelingania katika bid'a akaonekana ndiyo yuko sawa, au anayenyamazia uovu wa bid'a akaonekana na hikma, na yule anayezungumzia uovu wa bid'a akaonekana huyu hawachi watu, basi kazi yake kuwaingilia watu tu huyu. Maneno kama hayo utasikia kienea, wakati Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kila Ijumaa azikemea bid'a, na wakati wake hakukutokea hapo bid'a, lakini kazikemea kila Ijumaa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar. Kwa hasira kiyasema maneno alayhi salatu wassalam. Na hadithi ngapi zimethibiti kutoka kwa Mtume sallam kututahadharisha kutokana na uzushi katika dini. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum qadhafuhu fiha. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. Mtume sallallahu alaihi wasallam aeleza katika alama za kiyama kuwa Allah subhanahu wa ta'ala haichukui ilmu kwa kuwapokonya watu katika vifua vyao. Bimaana umesoma ilmu, kesho ukiamka jahil. La, Allah haichukui ilmu namna hiyo. Ana njia zake Allah subhanahu wa ta'ala kuiondoa ilmu katika huu ulimwengu. Asema Mtume sallallahu alaihi wasallam: walakin yaqbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama. Lakini Allah huichukua ilmu kwa kuwafisha wanawavyuoni. Kila mwanachuoni anayekufa ni ilmu Allah ameiondoa katika hii ardhi. La ajabu bana, leo afa mwanachuoni, kuna baadhi ya waislamu wafurahikia. Na haya si maneno tuyazungumza, yatokea kweli, waqi'. Maneno waqi' yametokea katika asri tunaoishi. alipofariki الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله عنا خير الجزاء. alipofariki الشيخ ربيع, baadhi ya ikhwan muslimin katika baadhi ya nchi, tena hizi wamerekodi wakaweka kwenye YouTube, wakatoka na magari wapiga mahoni wafurahi, huku wameweka live session, kila mmoja amuonyesha mwenzake anavyosherehekea kwa kifo cha Sheikh Rabi' rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Nani alitarajia kuwa kutakuwepo na waislamu wakati fulani watafurahia mwanachuoni anapofariki? Nani alitarajia hivyo? Lakini leo tuishi katika asri ya watu kama hao tuwaona. Kumbe hajui ndio chakaribia kiyama, asherehekea kukaribia kiyama. Na kila anapokufa mwanachuoni wa sunna haya tuyaona.
kwa watu wa bid'a, wafurahikia na kusherehekea kwa kifo cha wanaovioni wa sunna, ambao ndio wanaovioni wa kweli, wanaolingania katika haki na ukweli. Kumbe hawajui yule mwanachuoni kufa ni ilmu kubwa sana imeondoka. Yeye alikuwa ajililie nafsi yake na aulilie umma huu, kuwa leo tumemkosa huu mwanachuoni, ile ilmu ambayo alikuwa akiwapa watu leo haiko tena. Lakini afurahi bwana. Na hata hapa pia akifa leo mlinganizi wa sunna, msishangae watu wakatoka na matwari wakapiga wakafurahi. Afadhali ankufa yule, tupi pumzi. Mkaona wasema maneno kama yawezekana tu, ni jambo la kawaida tu kwa ahlul bid'ah. Lakini ndio ilmu imeondolewa hiyo. Hata idha lam yubqi aliman, itafikia wakati Allah hatabakisha mwanachuoni hata mmoja, watakwenda tu. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, kwa sababu watu wahitajia kurejea kwa wanavyuoni, watawafanya viongozi wao ambao warejea kwao katika kuwauliza masuala ya kielimu watu juhala, watu wajinga, mambumbumbu, hawaelewi dini. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watawachukua watu wajinga ndio wakawafanya hawa ndio viongozi watakaotuelekeza katika jambo letu la dini. Na kwa kuwa ni wajinga, hawana elimu, fasuilu, wataulizwa maswali ya kisheria. Na mjinga siku zote hamchi Mola wake, kwa hivyo wakiulizwa watajibu. Na ndio maana kuna vipindi hata kwenye maredio leo vitouliza ujibiwe. Si uliza ujue, uliza utajibiwa tu. Wewe uliza chochote utajibiwa. Saluni ma baina as-samai wal ardh, wewe uliza chochote baina mbingu na ardhi, mimi nitakujibu. Hajua kila kitu yeye. Kwa hiyo unapoulizwa maswali watajibu. Fasuilu faaftau bighairi ilmin, watatoa fatwa na majawabu kwa masuala ya kielimu kama bila ya elimu. Hii ni halali na hii ni haramu, hii yafai haifai, bila ya kurejea katika elimu yatuambia nini. Fadhallu wa adhallu, watapotea wao na watawapoteza wengine. Na sisi tuishi katika asri hii na tuyaona haya. Kila mmoja akitizama katika mujtamaa wake mambo kama haya ayaona. Hebu wewe fikiria, na wakati huu tunaoishi wako wanaoviona, lillahi alhamdu wal minna, kina al-allama al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, na wengineo katika wanaovioni wengi tu katika ulimwengu wetu tunao. Lakini pamoja na hayo, watu washaanza kuchukua viongozi watu wajinga kabisa, wakawafanya ndio wanaowaelekeza. Na leo ukitizama hata katika mujtamaa wetu, wanaosimamia mambo ya Waislamu ni ruusan juhala. Hawajui kupima maslaha ya Waislamu ni haya si maslaha. Lakini ndio hivyo, wakaingilia mambo wasioyaelewa. Na ndio haya maajabu mnayaona leo. Wala yazalu du'atu as-su'i wa immatu ad-dalal yasudduna an-nasa an sirati Allahi al-mustaqim. Hawajawacha walinganizi waovu, maimamu wa upotofu, kuwazuia watu kutoka na njia ya Allah iliyonyoka. Wa an dinihi al-qawim, kutoka na dini ya Allah iliyonyoka kabisa. Fi qadimi zaman wa hadithihi, huko nyuma, zama za nyuma na mpaka leo bado waendelea kuwepo watu hawa, wapo tu. Wama qissatu as-Samiri anna biba'id, kwani kuna mtu afahamu kisa cha Samiri alichokitaja Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Taha? فقد تسبب في إفساد دعوة نبيين في خلال شهر و10 أيام. Mwezi mmoja tuna siku 10, zile siku 40 ambazo Musa alikuwa hayupo,
akaweza kwa ulinganizi wake wa uovu Samiri kuwaelekeza Banu Israil katika kuabudu sanamu kindama. As-Samiri ni katika duatu su ambao aliwalingania Banu Israil, akaharibu da'wa ya mitume wawili Harun na Musa alayhim assalam kwenye siku 40 peke yake, akaharibu kila kitu. Na hapa pia tupata faida ya hatari ya kukaa na watu wa bid'a, kwa sababu huyu Samiri ni mubtadi', amezua dini ambayo hakuifundisha Musa alayhi salatu wassalam wala Harun alayhi salatu wassalam, na akaweza kuwakinaisha Banu Israil kuabudu kindama walichokitengeneza kwa dhahabu, akakitoboa tundu kuanzia kwenye mdomo mpaka nyuma, ikawa upepo ukija kile kindama chatoa sauti. Ni ijil, فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار, kwa kile kindama kikawa chatoa sauti upepo ukipiga. Na kwa ushamba wa Banu Israil, wakisikia ule upepo wapiga na ile sauti, basi wakatika zamuni pale, wazunguka kwa kile kindama huko kikatika zamuni na ngoma. Na hapa ndipo palipopatikana kucheza kwa ajili ya dini, watu wacheza, kama alivyotaja Imam At-Tartushi rahimahullah ta'ala al-Maliki, kwa hawa wanaocheza katika maulidi na nini, hawa wamechukua dini yao kutoka kwa Samiri, ndiye aliwafundisha Banu Israili kucheza na kukatika ngoma namna ile, kawalingania watu katika upotofu bwana. Siku 40 tu watu wakaregeshwa katika kuabudu sanamu, tena sanamu kigombe, ndama, na wakampenda sana yule ndama kwa da'wa ya huyu bwana muovu. Wa ushribu fi qulubihim al-ijla bikufrihim. Hebu sikiliza maneno ya Allah, wa ushribu, ni kama wamekunywa mahaba yao ya kuabudu kile kindama kwa sababu ya ukafiri wao. Arudi Musa pale akuta da'wa aliyoiacha sio ile, watu wameharibu kila kitu. Sababu nini? Mlinganizi muovu mmoja peke yake. Du'atun ala abwab jahannam man ajabahum qadhafuhu fiha. Hii ni sababu. Nikusudia kutaja sababu hii moja tu yatosha, nyingine nitakuja kuwaeleza inshallah. أكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.